Boti ambao iliyokuwa imebeba takribani abiria 400 ilishika moto na hatimaye kupinduka kwenye mto Kongo karibu na mji wa Mbandaka uliopo kaskazini magharibi mwa DRC na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 50 huku mamia ya wengine wakiripotiwa kupotea. Tukio hilo la kusikitisha limetajwa kuwa miongoni mwa ajali mbaya zaidi za usafiri wa maji zilizowahi kutokea nchini humo katika miezi hivi karibuni. Kwa mujibu wa kamishna wa mto Kongo, Bwana Loyoko, ajali hiyo ilitokea baada ya mmoja wa abiria kuanza kupika chakula akiwa ndani ya boti hiyo, jambo lililosababisha moto mkubwa kuenea kwa kasi. Moto huo ulisambaa haraka kwenye boti hiyo ya mbao na kuibua taharuki miongoni mwa abiria waliolazimika kuruka ndani ya maji kujaribu kujiokoa. Wengi waliofariki ni wale waliokuwa hawajui kuogelea, wakiwemo wanawake na watoto, alisema Bwana Loyoko wakati akizungumza na shirika la habari la AP. Boti ilikuwa imejaa kupita kiasi na ukosefu wa vifaa vya usalama kama maboya ya kujiokoa ulichangia idadi kubwa ya vifo. Mashuhuda wa tukio hilo wamesema kuwa boti hiyo ilikuwa ikielekea kwenye kijiji kilichopo chini ya Mbandaka wakati ajali ilipotokea. Katika jitihada za uokoaji, zaidi ya watu 100 waliopatikana wakiwa hai wamepelekwa katika ukumbi wa jiji la Mbandaka ambao umewekwa kama kituo cha dharura cha matibabu na makazi ya muda. Wengi wao wanaripotiwa kujeruhiwa vibaya kutokana na moto au majeraha ya maji. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini humo kwa kushirikiana na mamlaka za mitaa limeendelea na juhudi za kutafuta manusura na miili mingine ya waliopotea, ingawa hali ya hewa na mawimbi makubwa kwenye mto huo vinawakwamisha harakati zao. Tukio hili linakuja wakati ambapo DRC inaendelea kukabiliana na changamoto kubwa katika sekta ya usafirishaji, hasa kwenye maeneo ya vijijini na mikoa ya mbali ambako usafiri wa majini ndio njia kuu ya mawasiliano. Mara nyingi boti hubeba watu na mizigo kupita uwezo wake, huku kukiwa na udhibiti mdogo wa usalama. Mnamo mwezi Disemba mwaka jana, ajali nyingine ya kivuko ilitokea katika mto ulioko kaskazini mashariki mwa Kongo ambako watu wasiopungua 38 walifariki dunia baada ya boti iliyokuwa imebeba zaidi ya watu 400 kupinduka wakati wa safari ya kuelekea nyumbani kwa ajili ya sikukuu ya Christmas. Serikali ya DRC imekuwa ikikumbana na shinikizo kubwa kutoka kwa mashirika ya kiraia na juhudi za kimataifa kutekeleza kanuni madhubuti za usalama katika sekta ya usafiri wa majini ili kupunguza ajali zinazogharimu maisha ya watu wengi kila mwaka. Aidha, mamlaka za nchini humo zimeahidi kufanya uchunguzi wa kina kuhusu tukio hili la Mbandaka, huku ikitolewa wito wa dharura kwa serikali kuwekeza katika usalama wa usafiri wa umma na kuelimisha wananchi kuhusu matumizi salama ya vyombo vya majini. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.